Miongoni mwa fikra na uelewa wa ajabu sana ambao umeenea katika jamii zetu ni pale unaposikia mtu anasema Mwenyezi Mungu amempa na amemsaidia eti kwa sababu amepata pesa kupitia njia ya haramu. Kwa mfano, ameshiriki katika mashindano ya music au katika mashindano ya bahati nasibu au kwa njia yoyote ya haramu, alafu anasema Mwenyezi Mungu ameniona, nilikuwa ninamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuliharamisha jambo hilo, kwa sababu yeye mazungumzo yake yanaonesha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amemsapoti. Je, kila kupewa ni dalili ya kuridhiwa? Naam, kuna wakati mwingine kupewa ni dalili ya kuridhiwa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, na hivi punde atakupa Mola wako utaridhia. Lakini swali letu linasema, je, kila kupewa, kila kupata, au tutumie neno feki la mafanikio, kila kufanikiwa? Manake nasema neno feki kwa sababu neno hili linaweza kutumika katika sura ambayo kwa tafsiri ya dini sio mafanikio. Watu wanasema ni mafanikio, mtu anaweza kuwa amepata umaarufu ama mali kwa njia ambazo sio sahihi. Amepata umaarufu kwa sababu ya kufanya mambo maovu, amepata mali kwa sababu ya ujambazi, lakini watu wanaita tu hayo ni mafanikio, kana kwamba kila kupata ni mafanikio. Je, kila ambaye amepata au amepewa? Na inajuzu kusema amepewa kwa sababu hata muovu naye hakuna anayetoa isipokuwa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Lakini swali letu, je, kila anayepewa ndio dalili kwamba ameridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama amependwa? Jawabu ya Qur'ani ni la, hapana. Si kila anayepewa amependwa, bali katika Qur'ani kuna maneno yanayosema kwamba kuna watu walisahau maelekezo ya dini. Badala ya kuadhibiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kwa sababu ya kusahau kwao na kukengeuka kwao, Mwenyezi Mungu Jalla waala akawafungulia milango. Hasemi ni milango ya neema, anasema milango ya kila kitu. Na hii ni nukta ya msingi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika aya ya 44 katika surati Al-An'am, falamma nasu ma dhukiru bihi, zama waliposahau yale makumbusho waliokumbushwa nayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikawaje? Fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia milango ya kila kitu, yani milango ya kila kinachohitajika au kinachowezekana kupatikana katika dunia hii, tukawafungulia milango ya kila kitu. Hata idha farihu, wakenda mpaka wakafika katika level ya enjoyment, katika level ya furaha. Hata idha farihu bima utu, mpaka walipofurahi kwa kile walichopewa. Allah hasemi kwa kile walichoneemeshwa, anasema kwa kile walichopewa. Hata idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun, tukawachukua kwa ghafla, yani tukawachukua kwa adhabu ya ghafla, katika ile hali ambayo wako katika furaha sana, wako katika kughafilika sana, tukawachukua ghafla, baghtatan, katika hali ambayo hawakutegemea, katika hali ambayo kuchukuliwa huko hakukutanguliwa na viashiria vya hatari. Akhadhnahum baghtatan, tukawachukua ghafla, fa idha hum mublisun, mara wakawa wamekata tamaa, yani wakafika katika level ambayo hawakuwa na matumaini tena, kwa kuwa kila kitu kimeharibiwa na chaneli zote walizokuwa wakizitegemea Mwenyezi Mungu Jalla waala amezisambaratisha. Kwa hivyo jawabu ni kwamba si kila anayepewa anapendwa na anaridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khudh balak, Waarabu wanasema shika uelewa wako.